Mzazi mwenzangu, kuna wakati mtoto hubadilika taratibu sana kiasi kwamba wewe mzazi hautaweza kugundua. Anakuwa na mabadiliko ya tabia. Unaweza kumuona tabia zake zimebadilika, maneno yake yamebadilika, mwenendo wake umebadilika na hata macho yake yanakuwa yamebadilika, ukiyaona yanakuwa kama yanakuambia kitu fulani. Siku zote mtoto mkorofi sio kwamba atarekebishwa kwa kupewa adhabu tu. Wakati mwingine huyo mtoto anakuwa anahitaji sana msaada wako kuliko adhabu. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia dalili 5 ambazo ukiziona ujue kwamba moyo wa mtoto wako unalia kimya kimya. Huyo mtoto anakuwa anahitaji msaada. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya kizazi chako na familia nzima kwa ujumla. Una uwezo wa kushare video hii kwa wazazi wengine pia waweze kujifunza hiki kitu ambacho leo wewe pia utajifunza. Ukitaka kutupigia simu au kututumia ujumbe, basi tupigie simu au tutumie ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Dalili ya kwanza ni kujitenga na watu, tunasema social withdrawal. Mtoto wako alikuwa mchangamfu, alikuwa anaongea vizuri, anachangamka, anachangamana na watoto wengine, anaongea vizuri, lakini ghafla mara unamuona mtoto anaanza kujitenga na watu. Hataki kucheza na wenzake, hataki kuongea na watu. Unamkuta mara nyingi amekaa tu pembeni peke yake. Anakuwa moyo wake unahitaji nafasi. Wakati mwingine unakuta ana msongo wa mawazo, wakati mwingine unakuta kuna vitu ambavyo vinamuumiza. Kwa hiyo mzazi, ukiona hizi dalili, mtoto alikuwa ni mchangamfu tu, lakini mara ghafla umeshangaa mtoto ameanza kujitenga, hataki kucheza na wenzake, anapenda kukaa peke yake, anajikunyata, anakuwa pembeni, hataki mawasiliano. Hii ni dalili kwamba moyo wa huyu mtoto unavuja. Huyu mtoto anatakiwa kusikilizwa, huyu mtoto anatakiwa asaidiwe. Huyu mtoto anatakiwa mzazi ajue kwamba ni nini anataka. Hivyo mzazi, ukiona mtoto wako anajitenga, hiyo ni dalili ambayo sio nzuri. Dalili ya pili ni hasira kali isiyo ya kawaida. Unamkuta mtoto anakuwa na hasira kali, anarusha vitu, anapiga kelele, hataki, yani hata ukiwa unamsemesha ni mkali, hataki kukusikiliza. Huo moyo wa huyo mtoto unakuwa ni moyo ambao unavuja damu. Kuna vitu tayari vimeshaingia kwenye moyo wake. Mara nyingi tunasema kwamba kelele au hasira za mtoto inakuwa ni kitu ambacho kinakuonyesha mzazi kwamba kuna kitu fulani ambapo hakiko sawa kwangu. Mtoto anakuwa anaonyesha hasira, yani lengo lake utambue kwamba kuna vitu ambavyo vimepwaya, labda kutosikilizwa, labda kutoeleweka, labda kutopendwa, kutopewa kipaumbele. Kwa hiyo kuna vitu vinakuwa vinamchanganya. Ukiona mtoto ana hasira, anatupa vitu, anajibu kwa ukali, hataki kukusikiliza, hakikisha unafuatilia kwa umakini sana. Dalili ya tatu ni kupoteza hamu ya mambo aliyokuwa anayapenda. Mtoto alikuwa anapenda kucheza, alikuwa anapenda kwenda shule. Mara ghafla unashangaa hataki kucheza, hataki kwenda shule. Hataki, yani hataki, ukimwambia hataki. Yani vile vitu alivyokuwa anavipenda sasa hivi huyo mtoto anakuwa hataki kabisa. Hiyo ni red flag. Yani hiyo ni depression kubwa sana ambayo mtoto anakuwa anapitia. Kwa hiyo mzazi, ukiona dalili kama hiyo, mtoto alikuwa anapenda vitu fulani, ghafla amesitisha, hataki kabisa vile vitu. Kwenda shule analazimishwa, kucheza analazimishwa, hataki. Mzazi, fanya mazungumzo ya haraka sana na huyo mtoto na hakikisha unatatua hilo tatizo la mtoto ambalo linamsababisha asipende vitu ambavyo mwanzo alikuwa anavipenda. Why? Jiulize, kwa nini mwanzo alikuwa anapenda hivi vitu? Kwa nini sasa hivi hataki? Kwa nini alikuwa anapenda kwenda shule? Kwa nini sasa hivi hapendi kwenda shule? Fuatilia hata kule shuleni. Kule shuleni kuna nini? Kuna watu gani ambao wanamtatiza? Kuna vitu gani vinamsonga shuleni? Kwa nini alikuwa mwanzo anapenda kwenda shule, sasa hivi hataki kwenda shule? Kwa nini kuna watu walikuwa anacheza nao, sasa hivi hataki kucheza nao? Fuatilia wale watu waliokuwa anacheza nao kwa utaratibu, uone, ongea naye, mweke karibu, atakwambia, na hapo utakuwa umetatua hilo tatizo. Dalili ya 4 ni hofu au wasiwasi kupita kiasi. Unamkuta mtoto anaogopa kulala peke yake, au wakati mwingine ana ndoto usiku, anaogopa, anaota ndoto, anakwambia mama naota ndoto mbaya, baba anajisikia naota ndoto mbaya, siwezi kulala peke yangu, naogopa. Hiyo ni wasiwasi, anxiety. Huyo mtoto kuna vitu ambavyo vilipita zamani au vipo ambavyo huyo mtoto anapitia. Ukiona hiyo dalili, zungumza na huyo mtoto. Hakikisha usimwambie tu
Acha kuogopa, ondoa wasiwasi, kalale. Fuatilia kwa nini anaogopa. Alikuwa analala peke yake. Sasa hivi kwa nini hataki kulala peke yake? Kwa nini anaogopa? Anasema anaogopa mara naota ndoto, mara kuna hiki, naogopa, mimi siwezi, njoo washa taa. Kuna vitu vinakuwa vinamfuatilia, kuna vitu vinakuwa vinamsumbua, kuna vitu anakuwa anapitia. Kwa hiyo yale mawazo, wasiwasi unakuwa umemjaa. Kwa hiyo ukiona mtoto ana wasiwasi, usimpuuze, fuatilia. Dalili ya 5 ni mabadiliko ya ghafla ya tabia au maendeleo ya shule. Mtoto alikuwa anafanya vizuri darasani, mara ameshuka. Mtoto alikuwa na tabia nzuri, mara unaona ameanza kuwa na tabia za ajabu ajabu. Ameanza kujibu watu vibaya, ameanza kuwa tu haeleweki. Hapa sasa ndipo wazazi wengi huwa tunakosea. Badala ya kuchunguza, kwa sababu huo ni ujumbe kwamba kuna kitu kinanitatiza, kuna jambo ninalo ambalo limebeba nafasi ya masomo, limechukua nafasi ya tabia yangu. Sasa mtoto anapokuwa amewasilisha ujumbe kwa zile mabadiliko ya tabia au kushuka kwa maendeleo, hapo sasa wazazi ndio tunaanza kulaumu. Una tabia mbaya, ulikuwa hivi, kwa nini umekuwa hivi, wewe ni mtoto mbaya. Tunaanza kuwapa lebo mbalimbali ambazo ni mbaya. Huo ni wakati sasa wa wewe kuhakikisha kwamba unafuatilia. Mweke mtoto karibu, anza kumuuliza, kuna shida gani mwanangu? Tatizo ni nini? Mbona ulikuwa unafanya vizuri? Naona sasa umeanza kufanya vibaya. Au masomo yalikuwa magumu, au mtihani huu ulikuwaje? Unajadiliana naye kwa utulivu, kwa utaratibu. Mwisho wa siku atakupa majibu, atakwambia kuna kitu kinanisumbua. Kuna tatizo 1 2 3, pale unatatua. Lakini usianze kulaumu na kulalamika. Wewe ukiwa pressure yako ni kutaka matokeo mazuri tu, ni kutaka awe na tabia nzuri tu ambazo wewe haufuatilii, haujui kwamba kwa nini kuna mabadiliko hayo. Kwa hiyo hapo tufuatilie. Mzazi, mtoto wako anaweza asiwe na maneno mengi ya kukuambia, lakini tabia yake inajieleza moja kwa moja. Usisubiri hali iwe mbaya zaidi. Mkaribie, msikilize, zungumza naye, mkaribie kwa upendo. Usiwe tu na muda ule wa kuhukumu, yani usiwe na nafasi kubwa sana ya kuhukumu. Msikilize kwa upendo, wajadiliana naye, wasiliana naye kwa utulivu tu, taratibu. Mwisho wa siku atakueleza kila kitu ambacho anapitia. Ukiona hali imekuwa mbaya zaidi, usisite kuwatafuta wataalamu ambao wanajihusisha na masuala ya kisaikolojia, ambao ni washauri wazuri, ili waweze kuzungumza na mtoto wako na kukusaidia hadi mambo yakae vizuri. Usikubali kuona mtoto wako anapotea, usikubali kuona ndoto za mtoto zinaangamia kwa mabadiliko ya tabia yake. Kama umejifunza kitu kipya siku ya leo, usiache kushare video hii kwa wazazi wengine, ili pia nao waweze kujifunza kitu ambacho umejifunza wewe. Subscribe kwenye channel ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Like video hii, comment tuambie ni indicator zipi au ni ishara zipi au ni vitu gani ambavyo ukiona mtoto anafanya ujue huyo mtoto anaelekea kubaya. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.